Mtakatifu, uliye mwalimu na kiongozi, najisalimisha kwako, nitumie kama chombo kwa ajili ya kusudi lako. Ninaomba Roho Mtakatifu, ikiwa neno lako linaendelea, alithibitishe kwa ishara na dalili nyingi. Naomba uwepo wako ukathibitike mahali hapa. Acha Bwana utukufu wako ukathibitike leo. Acha Bwana neema yako, acha uwepo wako Bwana ukathibitishe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuko tena kwenye mwendelezo wa somo ambalo tumekuwa nalo la Roho Mtakatifu, tukiwa tunajifunza juu ya matunda ya Roho Mtakatifu. Asubuhi tulipitia kwa kifupi, ambao bado mlichelewa kidogo. Tulijifunza juu ya tofauti kidogo kati ya karama za rohoni na matendo, matunda ya Roho, na tukapitia tunda moja ambalo ni tunda la upendo. Tukatazama ule upendo wa agape, tukaangalia upendo uziko za aina nyingi, lakini tukajifunza ule upendo wa agape ambao ndio upendo wa kimungu, kama vile ambavyo Mungu mwenyewe alitupenda sisi tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tukapitia hili Warumi 5:8, tukaangalia kwamba tulikuwa wenye dhambi, lakini Mungu akatupenda. Tulikuwa tu hatujatubu, hatujapata nafasi ya kutubu, tulikuwa bado hata matendo yetu tuko gizani, lakini bado Mungu mwenyewe akajitoa mwenyewe kwa ajili ya kufa pale msalabani. Kwa hiyo Mungu alionyesha upendo wake wa agape pale msalabani. Tukajifunza, tukapitia kiundani Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukajifunza upendo wa agape, upendo wa namna gani. Tukaangalia zaidi kwamba kumbe ni upendo wa kimungu. Tukaenda kuangalia tabia ya upendo ukoje. Tukapitia katika hiyo Korinto wa kwanza sura ile ya 13 mstari wa 4 na 7. Tukaangalia zile tabia. Tukaona kumbe upendo unavumilia, upendo hauhesabu mabaya. Tukaona mambo mengi sana pale, tukayapitia kiundani. Na tukajifunza kumbe zile matunda ya Roho yako 9. Katika tunda moja ambalo la upendo, ndani yake kuna yale matunda mengine. Kwa hiyo tunda la upendo lisipopatikana, lisipokuwepo, ina maana kwamba ni ngumu sana kwa matunda mengine kuweza kustawi. Tunda hili la upendo ndio limebeba matunda mengine yote. Upendo usipokuwepo, hakuna matunda mengine. Na tukajifunza kwamba kumbe upendo ni tabia ya Kristo ndani yetu. Tusipokuwa na huu upendo, na maana kwamba hatuwezi kuingia mbinguni. Na tulikuwa tena katika tunda lingine la pili ambalo tulikuwa tumelianza kidogo, ni tunda la furaha. Hapo tukapitia, tukaangalia, tukasoma katika ile Nehemia 8 na ule mstari wa 10. Lakini pia tukaangalia Warumi 14 na 17. Tukaona Nehemia ambao walikuwa umishoni, wametoka umishoni sasa Babeli, wamekuja sasa kujenga tena Yerusalemu, kujenga ule ukuta ambao ulikuwa umebomolewa kabisa, ile kanisa ile hekalu la Sulemani ambalo alikuwa amelijenga. Mahali pale palibomolewa pakaharibiwa. Kwa Nehemia alipokuja pamoja na Ezra, walikuja tena wakaanza kujenga huo ukuta. Na walipokamilika kujenga ule ukuta, tunaona sasa Nehemia akaanza tena kwa ajili ya ujenzi wa roho za watu. Akaanza kujenga ile hali iliyokuwa ndani yao. Wakaanza kujenga matunda ya Roho. Tunaona sasa ile matunda ya Roho yanaanza kujengwa tena. Ikaitwa Torati, ikaanza kusoma pale Torati ya Musa, na walikuwa wakisoma na watu wote wakawa wanasikiliza. Walawi wakaanza kutafsiri yale maneno ya sheria ilikuwa inasomwa. Na yale maneno yakawagusa sana. Wakajiona kwamba namna gani ambao wamekaa pale. Kumbuka ilikuwa ni kipindi kirefu sana ambacho baada ile hekalu hakubomolewa pale,
Kwa watu walitawanyika, wengine wakaenda utumwani Babeli, wengine wakaenda huko Misri, wakawa katika hali ya utumwa. Kwa wale wabaki ukiwa na ule moyo wa ibada ulikuwa umeshaondoka mbele za Mungu, na watu wakaanza kutenda matendo yasiyo mema mbele za Mungu. Kwa sasa Nehemia pamoja na Ezra wanaanza kurudisha ile hali, na mioyo yao ya wale watu waliokuwa imeguswa ndio sasa wakalia sana. Ukienda mbele katika mstari sura ile ya 7, sura ile ya 8, unaona watu walikuwa kilia sana kwa sababu neno liliwagusa, wakaanza kuona kwamba wao ni wenye dhambi. Kanitokea nini? Tunaona Nehemia anamwambia msiogope, kwa sababu furaha ya Bwana ndiyo nguvu zenu. Katika furaha ya Bwana ndiyo nguvu zenu. Basi ndieni mkale mkashangilie, kwa sababu furaha ya Bwana iko ndani yenu. Tayari nimeshasamehewa, na tayari matunda ya Roho ambao mmoja wapo ni furaha likanamizaliwa ndani yao, na watu wote wakaanza kumshakia Mungu, wakaanza kuona furaha kuu ambayo isiyotokana na akili za kawaida za binadamu. Lakini katika hiyo Warumi 14 na hili mstari wa 17, tunaona Mtume Paulo anasema ya kwamba kwa habari ya ufalme wa Mungu si kwa ajili ya kunywa au kutokana na kula na kunywa, bali kutokana katika furaha inayotoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, ufalme wa mbinguni unakaa ndani yetu. Kwa hiyo sasa hii furaha, tunda la Roho wa furaha linalosemwa hapa ni ile inayotokana na zaidi ya furaha ambayo tunaipata kutokana na hali zetu za nje. Pengine umepata kitu kizuri ambacho kinakusababishia kwenda furaha. Pengine yale matukio ya nje, matendo ya nje yanayosababishwa na vitu vya kidunia. Kuna vitu vya kidunia hivi tulivyo navyo, baada una nyumba, umepata gari, umeoa, umeolewa, chochote kile cha kidunia ambacho unakiona wewe unakiona ni kizuri. Umenunua simu nzuri, umenunua nguo nzuri, umemaliza shule, hapo umekuwa na biashara nzuri na hela vizuri. Katika namna yote ile ambayo wewe unaiona, unapata mtoto, hapo chochote kile unaomba ukapona, vyote hivyo ni vitu vya kidunia vya nje vinakugusa. Lakini hii furaha ya kweli, hii furaha inatoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe, ndio anaiachilia. Na hii inatokana na ushirika na uhusiano ambao sisi tumejijengea. Inaongezeka kwa kadri ambavyo tunazidi kukaa ndani yetu. Ndio maana sasa tamani sana katika kuwa Mungu wetu uende juu zaidi, hata ufike katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu, ile furaha yake inapoachiliwa, tunapata amani ambayo inapita akili zetu za kawaida, inapita, haitegemeani na mali na vitu vyote vya nje. Ni amani ambayo iko juu na vitu vingine vyote vinafuata. Baada tena kidogo tuone hii amani sifa zake zikoje. Naona Bwana Yesu akasema wakati anawaambia kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, akasema na maneno haya nimewaambia ili amani niliyo nayo ikatimie ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Yohana 15 mstari wa 11 anasema mambo haya nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Kwa hiyo kumbe furaha yetu haiwezi kutimizwa kama hatuko ndani ya Yesu. Kama hatuko Roho Mtakatifu hayupo, kwa sababu mwenye furaha huyo ni Bwana Yesu kupitia Roho wake Mtakatifu. Ndipo anayeachia kwa macheche. Bwana Yesu asifiwe. Unajikuta sasa katikati ya shida wewe bado amani nayo. Katikati ya huzuni bado unayo. Unatoa machozi lakini ndani yako kuna amani. Unataka unajaribu ngumu sana. Wakati mwingine unadhani hii jaribu ni mwana kwa kweli jaribu nilikuwa nikipata huzuni kubwa. Lakini kwa nini sasa hivi naona ninapita? Kwa hiyo kumbe unapita pamoja na Yesu. Amani ile ndio inayokaa ndani yako bila kumfasi. Sifa za hii furaha. Tuangalie hizi sifa, tuangalie na furaha nyingine ambayo sisi wengine tunayo. Kila mmoja kwa nyakati tofauti ameweza kupata furaha ya kidunia. Na kila mmoja kwa nyakati tofauti amepata huzuni ya kidunia. Kila mmoja kwa nyakati tofauti hapa, kuna wakati alilia. Kila mmoja kwa nyakati tofauti, kuna wakati alitoa machozi na matukio mbalimbali ambayo ameyapitia. Kuna wakati alipata furaha, lakini furaha hii tunaizungumza ni furaha inayotokana na Roho Mtakatifu. Hii furaha ambayo huwa haiondoki, iko milele. Lakini inachengwa kwa kuwa na uhusiano na Yesu. Hii ni tunda la Roho.
ni tunda la Roho, furaha. Kwa hiyo hii inatokana na ushirika wa Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, ndiko sasa tunaanza kuona tabia. Tuliangalia pale anasema Bwana Yesu katika ile Mathayo, tuliona ile ya kwamba ndipo sasa katika 7:16 mpaka ile 23 nasema ndipo sasa mtawatambua kwa matunda yao. Kwa hiyo sasa tunda hii moja wapo la furaha ni tunda la muhimu sana, kwa sababu ndio linatengeneza pia matunda mengine kuzaliwa. Ndani yako amani ikiwepo, ni rahisi sana kuwa na utulivu. Amani ikiwepo, ni rahisi kuwa na kiasi. Amani yako ile furaha ikawepo ndani yako ikakaa, ni rahisi kumtumikia Mungu kwa uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa ya kwanza, hii ni amani, ni furaha ya ndani. Haitokani na vitu vya nje. Haisababishwi labda na 1, 2, 3 vya kidunia, kwamba na kazi nzuri ndio maana una furaha. Umeoa, wafanya vitu vyote ambavyo tumevitamka na tuviangalia hapo nyuma. Lakini Wafilipi 4:4 anasemaje? Na tena anasema furahini katika Bwana. Hebu tuione hiyo Wafilipi 4. Anatuambia nini? Siku zote anasema hata zaidi msijulikane. Wafilipi 4:4. Kwa hiyo hii amani haitokani na mazingira ya nje, haisababishwi na kuwa na afya. Unakuta mtu bado anaumwa lakini anayo amani. Mtu anakuta katika magumu lakini ana furaha, hiyo bado ipo. Angalia Wafilipi 4 na mstari wa 4. Haleluya. Amina. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Wafilipi 4:4, neno linasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Amen. Kitabu hiki cha Wafilipi, Mtume Paulo anatuambia pia leo, anasema furahini katika Bwana siku zote. Hii furaha ni ya siku zote. Furahini katika Bwana, anasema furahini katika Bwana. Kuna namna fulani tukiwa katika muunganiko katika Bwana tunakuwa na furaha. Ndio maana Yesu akasema ninawapeni amani yangu. Amani yangu si kama dunia iwapavyo. Ana Yesu asifiwe sana. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu, ndipo amani yangu, ndipo furaha iliyoko ndani yangu itakaa ndani yenu, na ndipo furaha yetu itakapokuwa imetimizwa. Kwa hiyo furaha yetu haikamilishwi na vitu vya nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakamilishwa kwa Bwana Yesu kukaa ndani yetu. Sasa na Yohana 15:11 anasema, hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu iweze kutimizwa. Kwa hii furaha inapokuwa ndani yetu ya Yesu kupitia Roho wake Mtakatifu, haikuolewi na taarifa bwana. Umepata taarifa ambayo pamoja sio nzuri. Wakati mwingine kama binadamu tunaweza tukapata ulikuwa na furaha vizuri kabisa na furaha, lakini ghafla ukapata taarifa ambayo sio nzuri. Ghafla unashangaa mtu amani inaondoka kabisa. Kama alikuwa anaomba, hata kuomba kwake kuna katishwa. Alikuwa anamtumaini Mungu, ghafla anaanza kunyong'onyea na ile furaha inapotezwa kabisa. Kwa hii furaha haiondoshwi na vitu vya nje vya kidunia. Amani hii inakaa ndani, haiondoshwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vya kidunia hata vikikosekana, umeomba kwa muda mrefu jambo fulani, bado amani itakuwepo, kwa sababu amani hii haitegemewi Mungu amekutendea au hajakutendea. Haitegemei kwamba uko katika hivyo vitu, haitegemei uko katikati ya majaribu au la. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni ya kudumu, kama tulivyosema, ni ya kudumu. Hata katikati ya mateso bado amani itakuwepo, katikati ya majaribu bado amani itakuwepo. Na ndio maana tunaona Yakobo anatuambia katika ile Yakobo sura ya 1, tunaangalia mstari wa 2, tukaenda mbele kidogo, anasema lakini ndugu zangu, ni furaha tu tukiwa katika majaribu. Wiki Jumaa tulikuwa tunajifunza somo linaloitwa kuzikumbuka baraka za Mungu tunapoingia katika majaribu. Kwa hiyo kumbe hii furaha hii ambayo imeachiliwa, hata tunapopita katika majaribu, bado hii furaha inakaa ndani yetu, kwa sababu yenyewe haiji kutokana na hisia. Hisia zinaweza zikabadilika kulingana na anachokiona, kulingana na anachokihisi. Ikiwa katika mazingira ya huzuni,
bado amani inaweza ikapotea. Ikiwa katika mazingira ya nje yanaruhusu au amani iwepo ndani, bado ile amani inaweza ikaongezeka. Lakini hiyo amani sio ile ambayo inatengenezwa na Roho Mtakatifu kupitia ndani, ambayo iko ndani yetu, anaiachilia na kanda. Hii amani inatoka moja kwa moja kwa Roho Mtakatifu, inakuwa ni yako tu. Ndio maana sasa Petro anatuambia 1:6, anasema tulione, anatuambia ijapokuwa sasa tunapita katika majaribu, katika mateso mengi, lakini anasema ijapokuwa ile furaha itakuwa ni ya kudumu inayoficha. Kwa hiyo anaizungumzia ile furaha ya hapo mbeleni, ambayo anaizungumzia kwamba ijapokuwa tunapita katika kipindi kigumu cha mateso, tunateswa kwa muda, lakini hiyo furaha anaizungumzia yeye, ambapo tayari Roho Mtakatifu ameruhusu iko ndani yetu pia, tunapokuwa tumeunganishwa naye. Hiyo furaha Petro alikuwa anaizungumzia kwamba huko mbeleni tutakuja kuipata, iko ndani yetu. Tusome katika Petro wa kwanza mstari wa kwanza na ule wa 6. Petro wa kwanza mstari wa kwanza na ule wa 6. Sababu chanzo chake kinatokana na Roho Mtakatifu aliye Mungu wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona unasinzia unaweza ukasimama. Simama tu, hatutakuwa na muda mrefu sana. Simama tu. Simama kidogo, jinyooshe, usione aibu. Usiruhusu shetani haweze kuku. Petro wa kwanza 1:6. Petro wa kwanza 1:6. Haleluya. Nasoma Petro wa kwanza 1:6. Mnafurahi sana wakati huo, japokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Amen. Kwa hiyo ile furaha haifi kutokana na majaribu, changamoto mbalimbali. Petro hapa anazungumza ijapokuwa mmehuzunishwa kutokana na majaribu ambayo mnaopitia, anawaambia kwamba hiyo furaha itakuja, lakini hiyo furaha ipo tayari ndani yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kwa maana Yesu akasema nawapa amani, ili amani yenu ipate kutimizwa, ili furaha yenu ipate kutimizwa, ipo ndani yetu. Kwa hiyo mtu yoyote yule ambaye amekaa katika ushirika anapata amani ya kweli, anapata amani ndani yake ambayo haibadiliki na kupita katika majaribu. Na ndio maana sasa kama tulivyosema, Yakobo anasema ni furaha tu ndugu zangu mtu aanguka katika majaribu. Anasema majaribu, tunapopita katika majaribu, bado hii furaha anatuambia inakaa haiondoki. Anasema ni furaha tu mtu aangukiapo katika majaribu, kwa sababu akishakuja kudhibitika atapokea taji ya uzima. Kwa hii furaha haiondoki ndani ya majaribu, itaondoka tu pale ambapo utapomwacha Yesu. Itaondoka tu pale ambapo utakatisha uhusiano na Roho Mtakatifu. Amani itaanza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Warumi 14 anasema ya kwamba mfano wa mbinguni sio habari ya kula na kunywa, bali ni katika furaha katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio chanzo cha amani yetu. Lakini furaha hii pia inakuwa ni yenye nguvu mno. Ukisoma ile Nehemia 8:10 tunasema wote wakafurahi. Nehemia anawaambia maana furaha ya Bwana ndio nguvu yetu. Kwa hiyo tunapokuwa na hii furaha tunakuwa na nguvu ya kusonga mbele katika maisha. Unashangaa unatafuta hata kodi huna, lakini unashangaa tunakuwa na furaha. Ila fika katika kazi za mwisho. Na mara nyingi sasa unajikuta Mungu hasa anatupitia kwenye kipimo. Huwa unakuta umeomba asubuhi, umeomba siku na siku, dakika za mwishoni kabisa ndio Mungu anaachilia mlango. Angeweza kuachilia mwanzoni, bado usingeweza kuwa na namna ya kujenga ile sauti ya kumsubiri. Tumaini na imani isingeweza kujengeka. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu huwa anaruhusu, lakini ndani yako una furaha ambayo haiondoki. Unakuta kuna mapito ambayo magumu kweli, umewaza usiku kucha, lakini bado Roho Mtakatifu anaachia na usiogope. Unapita katika maji mengi hayatakugarikisha, katika hali ya moto hayatakuunguza. Unapita katika uvuli wa bonde la mauti, sitaogopa mabaya. Daudi inapoaje anapita katika bonde la uvuli wa mauti. Unaposema uvuli wa mauti, ni kweli mauti ilikuwa hii hapo. Lakini anashangaa anasema sitaogopa mabaya. Kwa sababu gani? Ili Bwana ndio furaha yangu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hii furaha ni tofauti kabisa, ni tofauti na furaha nyingine, lakini pia ni ya ushuhuda. Furaha inakuwa ni ya ushuhuda, inaonekana katika nyimbo, katika maombi, katika tenzi zao. Nilikuwa napita naangalia kati ya asubuhi tunamtukuza Mungu hapa, tunaimba tenzi za maombi, lakini wengine wanakuta wanamwambia Mungu lakini kama tenzi za maombi zinaimba, lakini unakuta mtu katulia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini furaha hii inakuwa inadhibitika. Daudi kwa anacheza kama mfalme Daudi. Anacheza kama mfalme wa Daudi. Anaruka na kuruka na kuruka na kuruka anacheza. Ile furaha kwaga inajidhihirisha. Kwaga inaweza kuonekana. Kwaga inaweza kujieleza. Mtu anaiona na mtu anapoiona anavutiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa ujitahidi sana kuwa na furaha ya Roho Mtakatifu. Ukiona ndani yako kuna hali fulani, mwambie Roho Mtakatifu, hii furaha yako unaifahamu. Ninaomba unipe furaha hii. Wakati ambapo kisheni kule kuomba, halafu Roho Mtakatifu akajaza furaha, akatujaza furaha kubwa kabisa, kuu. Ukashangaa ile unaona amani ya ajabu na furaha ya ajabu katika Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa tusiruhusu tunapokuwa tunaomba unamsifu Mungu, unamsifu kama mtu ambaye bado yuko kwenye, yaani kama mtu ambaye unakuta shetani kishamfunga hivi, yuko kwenye gereza, anajitahidi kujitumua wewe, unaona anacheza lakini ndani kuna mfungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama mtu ambaye tayari Bwana Yesu Roho Mtakatifu yuko ndani yake, yaani Mungu aliyeumba mbingu na dunia yuko ndani yako. Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu na ni Mungu yuko ndani yako. Baba yuko ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Lakini bado kumwimbia. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda katika kumwimbia Mungu, tumwimbie Mungu kwa nguvu zako zote. Yaani usikusije hapa kumwimbia Mungu alafu yaani kama vile kuna viungo vingine havina ushirikiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama Mungu anamwambia ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Malaika ingawa ni wana nguvu kuliko sisi, wana nguvu kuliko sisi, ni viumbe, lakini wanaijua sije kumwabudu Mungu. Wanainama, wanainuka, wanainama, wanainuka, wanainama, wanainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tulio watakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, Roho Mtakatifu akai ndani ya malaika, anakaa ndani yetu sisi. Sisi ni wa kipekee sana kuliko malaika, kwa sababu tumepata neema. Lakini sisi hatumpi Mungu utukufu anaostahili. Tunapoingia katika kuimba ni watu wachache tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anaelewa thamani ya Mungu wetu. Kwani Mungu ni namna hiyo. Thamani yake si ya kumpa moyo wako kweli kwa kiwango hicho. Thamani ya Mungu ni ya kumiliwa katika kiwango ambacho mbingu zitasimama. Nilikuwa naangalia wale wanapenda sana mtumishi wa Mungu. Wengi wanaona kwa nini wanapenda ule wimbo, umeweka wimbo huu. Ukiona mwanzoni anaanza kueleza maneno magumu kidogo kwa zito ile usito. Anasema leo tunakwenda kuimbia Mungu. Nafikiri Sedekia kishamwona maneno akiwa anaanza kueleza maneno kama huo wimbo. Anasema leo tunakwenda kuimbia Mungu katika kiwango ambacho mbingu zitasimama. Wale malaika ambao walikuwa wametumwa kwa ajili ya kuzunguka na kuwepo, anasema hata wale ambao hawakuwa katika sala watafutwa na hii ibada tukwenda kuiweka kuiachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ulikuwa ni moyo wa ajabu sana wa ibada. Na unaona nyimbo zake mpaka leo zitaishi. Miaka 50 mbele huo wimbo hautaondoka. Mpaka Yesu anakuja, huo wimbo utaendelea kuwepo. Kwa sababu alithamini na kutambua. Hii furaha inaweza kuelezeka. Watu wanaweza kuiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa kuimba unaona unaimba kwa ile furaha. Kwa hiyo tunaporuhusu Roho Mtakatifu kujaza, utaanza kuona katika kiwango cha tofauti. Hata katika kuomba kwetu utaona na nguvu
imekuja ya ajabu ambayo inapita vyako ya kawaida. Unashangaa wengine safari yao inakuwa ndogo, lakini wewe unashangaa, unaanza kuomba, unaanza kupanda mlima, unaanza kwa sababu kuomba ni nguvu yako. Unapokuwa unaomba katika Bwana, Mungu anakutia nguvu. Unashangaa wewe una furaha. Kama unapokuwa katika uwepo wa Mungu, ndipo furaha inazidi kuongezeka. Wengine haioni kwa sababu hiyo furaha haipo kama ulimwengu unavyotoa, ila ipo kulingana na ushirika unao wewe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni furaha ya ajabu mno ambayo watu wanaweza kukutazama na kuona jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapenda sana Wakenya. Wakenya wana namna fulani ya kuabudu. Wakianza kuabudu, wana namna fulani, wakianza kuabudu wale watumishi wa Mungu wanaabudu kweli kweli. Wakianza kuimba nyimbo za kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi Mungu anazidi kutuongeza viwango kwenda utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa ni ya ushuhuda. Kwa maana Waefeso 5:19 mstari wa 20 tusome hilo. Waefeso 5:19 na mstari wa 20. Waefeso 5:19 na mstari wa 20. Ndio Mtume Paulo anatuambia hapo kwamba ifurahi siku zote. Waefeso 5. Haleluya. Amina. Waefeso 5:19-20 nasema, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kushangilia kwa Bwana mioyoni mwenu. 20 nasema, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo furaha unayoiona hiyo ambayo inaelezeka, mkisemezana kwa nyimbo na tenzi na za rohoni, huko ni kumshukuru Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa ile furaha ndio inatusababisha sisi kukaa katika umoja. Ile furaha ndio inatusababisha sisi tunaanza kusemezana katika tenzi na nyimbo za rohoni. Kwa hiyo sasa hiyo furaha inaelezeka, inamwambukiza huyu, inamwambukiza yule, inamwambukiza yule, inatujaza wote. Tunaona Nehemia pale akasema, furaha ya Bwana ndiyo nguvu yenu. Watu wakamshangilia Mungu, watu wakamwimbia Mungu kwa nyimbo na tenzi za rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii furaha sio ya muda, inakuwa ni furaha ya kudumu. Inawavuta wengine kwa Kristo wanapoiona, na inahamasisha ibada ya kweli. Watu wanaweza kumwabudu Mungu kwa moyo mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Bwana Yesu anasema katika ile Yohana 17:22, anasema hii amani inayowapa ninyi, hakuna mtu ambaye ataweza kuwanyang'anya. Yohana 16:22 tuwasome hilo andiko. Yohana 16:22. Kwa hili ni miongoni mwa matunda ya Roho ambayo tunapaswa kuwa nayo. Furaha ni tunda la Roho. Yohana 16 na mstari wa 22. Haleluya. Nasoma Yohana 16:22 nasema, basi nyinyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyoni mwenu nitafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Amen. Ili furaha anayoisema Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba hakuna mtu atakayewanyang'anya furaha hiyo. Yaani hii furaha ambayo anaoachilia, yaani hakuna mtu, hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wenzako kakupasa kidogo tu, amani inapotea. Anasema hakuna hata makwazo, hakuna atakayeweza kuitoa hiyo amani. Wale mitume watakuwa binadamu kama sisi, kama tulivyo. Amen. Ndio maana Yesu anasema hakuna atakaye. Kumbe wao wanaweza kuianganya. Unaweza kuwa na furaha lakini ukanyang'anywa. Ile furaha ya kawaida unaweza ukanyang'anywa, inaweza ikaondolewa. Lakini furaha ambayo Yesu anasema anatupatia kupitia Roho wake Mtakatifu, ile matunda anaanza kuachiliwa, hakuna mtu ambaye ataweza kukunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema furaha haina maana kwamba wewe utapita kwenye matatizo. Haina maana kwamba hakuna shida.
Hamna maana kwamba hakuna uzuri. Kama binadamu tumeumbwa kuna majira ya namna hiyo. Sasa na Mhubiri 3:11 kuna majira na nyakati ambayo yamekusudiwa, yameachiliwa: wakati wa kulia, wakati wa kucheka, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa. Kwa kila nyakati zimewekwa katika majira yake ambayo Mungu mwenyewe ameamua. Kwa hiyo atapita katika mazingira kama hayo, bado sisi tutapita pamoja na Kristo. Tutapita kuwa na furaha. Haina maana kukosa matatizo yatakuwepo, lakini hatutakuwa peke yetu, tutakuwa pamoja na Kristo. Tutatembea naye katika matatizo. Furaha yake ndio itatuweka. Anasema hii furaha atakayoashiria ndani yenu, hakuna mtu atakayeweza kuwanyang'anya. Ndio maana Mtume Paulo anampenda sana katika hili Warumi 8:35. Unaona pale anasema, nimekwisha kujua hakuna mtu atakayenitenga na upendo wa Kristo. Hakuna mtu atakayenitenga na furaha ambayo Kristo anaisema hapa katika Yohana 16:22. Nitawapa amani, hakuna mtu atakayewanyang'anya. Anaanza kutaja baadhi ya vitu: je, uchi, je, ni hasa, je, ni njaa. Nani atakayenitenga na upendo wa Kristo? Huyo katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii furaha ni tunda la Roho ambalo tunatakiwa tuwe nalo. Tunatakiwa tuwe nalo. Maana Habakuki anazungumza kitu cha siri sana ambacho ni wale ukitafakari sana. Anasema kuna wakati kalima shamba kubwa zuri sana, lakini ile shamba haliweza kutoa matunda. Kuna wakati amepanda mtini, lakini mtini hawezi kuzaa. Mzabibu hawezi kuzaa. Lakini anasema hata hivyo mimi nitashangilia katika furaha ambayo iko katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Habakuki 3:17 mstari wa 18. Hebu tulione hiyo. Habakuki 3:17 mstari wa 18. Bwana Yesu asifiwe sana. Habakuki 3:17 mstari ule wa 18. Hii ni furaha ya kweli ambayo haitokani na hali na mazingira. Hata pale mavuno ya migomba, biashara zimekataa, hujapata ulichokuwa unakiomba, lakini bado hii furaha haiondoki, kwa sababu hakuna mtu atakayeweza kukunyang'anya furaha ambayo Yesu mwenyewe ameachia kwako. Habakuki 3:17 na ule mstari wa 18. Habakuki 3:17 na ule mstari wa 18. Haleluya. Tasoma Habakuki 3 mstari wa 17. Maana mtini hautachanua maua. Maana mtini hautachanua maua. Nazungumza habari ya mti umeshuka kuchanua maua. Amen. Endelea. Wala mzabibu hautakuwa na matunda. Wala mzabibu umeshuka kuzaa matunda. Dhahabu ya mzaituni itakuwa bure. Kazi yote umefanya katika itakuwa ni bure. Na mashamba hayo yatatoa chakula. Mashamba hayo hayatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kundi. Zizini hakuna kundi, hakuna wanyama. Wala vibandani. Wala katika vibanda, walikuwa na mazizi na vibanda. Hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Hakutakuwa na kundi la ng'ombe. Endelea katika mstari wa 18. Walakini nataka uangalie huo mstari. Walakini nitamfurahia Bwana. Nitamfurahia Bwana. Nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Ni wakati gani ambako unakuta umepita kwenye kipindi kigumu sana? Umepata uzuri kubwa, uchungu umekujaa ambapo huwezi hata kuomba. Fikiria ulikuwa na shamba lako kubwa, umepanda, ukatumia pesa nyingi tu. Ikatokea pengine mvua kubwa kweli ikanyesha, kila kitu kikaenda na maji. Hapo chini hela hiyo ulikopa benki, ukabaki na madeni. Lakini ikatokea bahati mbaya sana kutokana na majanga, mvua ikasomba kila kitu. Hali unayokuwa nayo itakuwa ni hali gani? Itakuwa ni hali ya kawaida. Lakini Habakuki anatuambia furaha yake ile haiondoshwi na vitu vingine. Ndio maana Yesu anasema hakuna mtu atakayewanyang'anya. Paulo anasema hakuna mtu atakayetenga na upendo wa Kristo. Kwa hiyo hii furaha
ambayo inazungumzwa hapa haiangalii mazingira ya nje, haiangalii magumu tunayopitia, haiangalii matatizo tulionayo. Inakuwa ni furaha ndani ya kudumu, kwa sababu inaachiliwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo furaha ya Roho Mtakatifu ni zaidi ya hisia zetu. Hisia zinaweza zikabadilika kulingana na mazingira tunayokutana nayo, lakini furaha inazalishwa na Roho Mtakatifu, tunda la Roho Mtakatifu. Tunatakiwa tuwe nayo. Tuangalie nyingine ya mwisho, alafu tutaishia hapo. Amani. Wengi tunaposema amani, pengine tunaanza kufikiria amani hivi tena. Mshazungumza furaha. Mbona furaha na amani zinaendana? Aisha sifi sana. Lakini ile tunda tunatoka kujifunza tunda furaha, kuna tunda amani. Hebu tuangalie katika Yohana 14 na mstari wa 27 anapozungumza habari ya amani. Ambayo aliyo utulivu kabisa ya ndani ya usalama wa moyo wako. Unakuwa na ule utulivu ndani ambao utokana na mazingira ya nje. Tuangalie Yohana 14 mstari wa 27. Sema amani ndio hapa. Haleluya. Nasoma Yohana 14:27 inasema, amani na waachieni, amani yangu na waachieni nyinyi. Narudia, amani na waachieni, amani yangu na wapa niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amina. Anasema amani na wapa, si kama vile ulimwengu utoavyo. Kwa Yesu alikuwa anasema, anajua kabisa ulimwengu unaweza kutoa amani. Ndio maana anasema amani mimi ndio nawapa, si kama ulimwengu utoavyo. Anajua kabisa kwamba ulimwengu nao unaweza kuachia amani. Lakini amani itolewayo na ulimwengu inakuwa ni tofauti. Tena kuangalia pale mbele sifa za amani anayotoa na Bwana Yesu. Amani hii inakuwa ni ya utulivu, na chanzo chake kinatoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa ni amani ambayo haiangalii pia mazingira ya nje. Mazingira ya nje sana ile furaha inaweza ikaondolewa, lakini hii amani ya kweli haiondolewi. Na ndio maana katika Wafilipi ile 4 mstari wa 6 na 7 anaanza kutuambia pale, msijisumbue kwa neno lolote. Wakati mwingine tunapita katika matatizo na mazingira ambayo yanatufanya tuanze kujifikisha sana juu mpaka tunaanza kupoteza ile amani. Tunapopoteza amani tunaanza kupoteza tumaini mbele za Mungu. Yale matatizo ambayo yanakuwepo yanachukua nafasi ya Mungu. Tunaanza kuyaona matatizo ni makubwa, lakini mtu mwenye tunda la Roho ambayo amani imekaa ndani yake, yale matatizo yatakuwepo, kwa sababu yeye anasema msisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno, bali katika kila neno kwa kusanya kuomba. Anasema neno lolote ambalo linapokuja, la kwanza, kitu cha kwanza kiwe ni maombi, lipelekeni mbele za Mungu. Hii kwa sababu tunakuwa ile amani tukiamini kabisa kwamba Mungu ndiye anaweza kutuokoa na haya matatizo. Mungu katika hali hiyo, mimi sina kitu cha kufanya, hata nikijisumbua sina kitu ambacho naweza kupunguza. Kwa hiyo cha kwanza ambacho tunatakiwa kufanya ni amani ile inatulia ndani yako, inakuwa utulivu. Tunaenda mbele za Mungu. Anatuambia nendeni mbele za Mungu. Nendeni mbele za Mungu. Heri kujisumbua kwa maombi. Ndipo anapotuambia msijisumbue katika mambo mengine ambayo huna uwezo nao. Bwana Yesu anatoa mfano, angalieni ndege hawa, hapo wapande wavuni, lakini Mungu anawalisha. Je, nini enyi kundi dogo ambayo huwezi hata kujihesabu mbele zilizo katika kichwa chako? Huwezi hata kujiongeza. Nataka niongeze mkono uwe mrefu zaidi. Nataka niongeze kimo cha mwili wangu uongezeke au upungue. Haiwezekani. Hasa Yesu, Bwana Yesu anasema kama hawezi kufanya jambo dogo namna hiyo, kwa nini kujisumbua katika haya? Kwa hiyo